kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Na kusalimu mara tena mpendelevu wa idhaa ya Kiswahili ya redio ya kijamii Kivu. Bila shaka ukando ya redio yako ili kufuatilia kwa ukaribu uchambuzi wa habari zetu. Uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za waandishi wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na burudani, pia habari za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu ni Grace Pascal, ufundi wa mitambo ni wake Antoine Malash. Basi karibu na tuambatane mwanzo hadi mwisho. Na kabla ya uchambuzi wenyewe kwa kina, Safari Almasi anatujia na habari muhimu. Asante sana Bi Grace Pascal Lidi kwa kunipa fursa mara tena kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na kama ilivyo ada na desturi katika habari muhimu, tutaanzia hapa katika mji wa Baraka. Jeshi la Taifa FARDC regiment ya 2202 mjini Baraka limefaulu kuweka nguvuni mshtumiwa mmoja wa vitendo vya uhalifu Jumapili ya tarehe 17 Machi 2024 ndani ya kata la Mwemezi. Kamanda wa jeshi amesema mshtumiwa huyo ni askari jeshi wa taifa aliyehasi au deserteur na ambaye ameshikwa na silaha moja. Tukiachana na habari za hapa katika mji wa Baraka, tujielekeze huko katika sekta Mutambala Simbi. Watu wawili wakiwemo mwendesha pikipiki na abiria wake wameponea chupuchupu kufuatia ajali iliyoripotiwa kwenye daraja ndogo ya mto Simbi katika kijiji cha Simbi, sekta Mutambala, tarafani Fizi, siku ya Jumatatu ya tarehe 18 Machi 2024. Tujielekeze huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kardinali Fridolin Ambongo, ametaja kutoruzishwa na uamuzi wa serikali ya nchi hiyo kuhusu kurudisha adhabu ya kifo kwa wasaliti. Huyu anadhani kwamba wasaliti wengi ni wale walioko madarakani na uamuzi huo unapelekea kurudisha mambo nyuma. Tumalizia habari muhimu na huko Burundi. Serikali ya Burundi imeonya kuwa itaadhibu watakaokamatwa wakipeleka biashara nchini Rwanda na kuwaita kama adui wa nchi hiyo. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Cibitoke, Kareme Bizoza, wakati akizungumza na wakuu wa wilaya, madiwani na wenyekiti wa mtaa katika mkoa huo unaopakana na nchi ya Rwanda. Bi Grace Pascal naweka nukta kwenye habari muhimu. Ni kushukuru sana Safari Almasi. Tukianzia jijini Baraka ni kwamba meya wa mji wa Baraka Mheshimiwa Jacques Mbocha Hussein amewataka wakaaji wa Monge, Kimanga na Kachungwe kupokea kwa mikono miwili mradi wa makato ya kisasa kwenye eneo hizo ambao utatekelezwa na shirika la Tanganyika. Ripoti kamili ametuandalia Omari Makelele Uzili. Kwake Claude Ngoi, mkuu kiongozi wa division husika na mambo ya udongo eneo la Baraka na Fizi, ambaye ameshiriki pia kikao hicho, amesema kwamba swala la upasuaji wa makata yanafanyika kwa kuheshimu sheria na haki ya mmiliki wa eneo, huku akiomba kwa wakaaji kushindikiza mradi huo kwani hakuna atakayepoteza sehemu yake. Inahusu maendeleo, tulikuja kuwaona kufatana na mambo ya udongo. Unaona tunaongoza, tunajere udongo, inabidi kuvize kupanua mwingine. Kufatana unaona leo mwingine yetu iko naenda kuongezeka, watu wanaongezeka. Tunapata osima catastrophe naturelle sana sana hiyo ya maji. Sasa tunalenga kuangalia namna gani kufatana na population ya huko na wengine kama tunaweza kata, tuangalie kama tunaweza kata mingine, hiyo wanaita Kifaransa lotissement. Ni kweli lotissement inafanywa tu kusema ya watu, na kwa kufanywa kusema ya watu kifuatana na sheria inaongea kama lotissement inapaswa fanyika kwa kuheshimia haki ya wale ambao walikutaniwa wako na okipe hiyo masemo ya udongo. Kwa kaja Baraka
tunashukuru kwa gisi wanatupokea, kweli wanatupokea sana, banaitika mawazo yetu, na tungali tunaendelea tena kuajiliana, na tunawaambia tu tushikamane pamoja, juu hatuwezi fanya kitu yoyote bila hao. Upande wake Sumaili Miasa Edimo, mkurugenzi mkuu wa kampuni Tanganyika Maendeleo pia NTC Image ambazo zitahusika na kutengeneza mradi huo, ameonesha hapa namna ya kazi hizo zitakazoendeshwa. Maongezi ilikuwa na usia projet miradi ya maendeleo tunakuwa nayo. Sisi ni kampuni inatumika ku kazi ya kuweza kupatia budongo valeur, donc kuitayarisha kwa maendeleo inakia miaka 5 miaka 10 ya kusaidia wakaaji waweze kujenga ma conditions zenye zinaitikiwa ulimwenguni. Inasema kuheshimia barabara, kuheshimia mafasi kutapita moto, kuheshimia mafasi itapita maji, kuheshimia mafasi maji ya mvua itaweza kutokea. Inatusaidia kuevite maerosion, inatusaidia kuevite pia watu kupoteza manyumba zao na kupoteza mabien zao. Mradi huu unakuwa na deadline inaweza kusema inakuwa wakati kila etape inakuwa na wakati hayo. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tushaweza kurealize, hayo ndio inachukua muda mingi, kwa ilituchukua kama vile 8 mois, miezi 8 kwa kuweza kusema tufanye mafunzo ya fasi tutaweza kutumikia, tujifunze mafasi ya maji, tujifunze mafasi kutatoka viwanja. Inaweza kuchukua miezi 8, lakini hivi tumefika kwa etape ya materialisation. Itatuchukua kama vile siku 14 kwa kuweza kufanya maepiketage, na itatuchukua kama vile siku 14 kwa kuweza kuborne. Alafu mwiyo wakati tutakuwa pia tunatumikisha mashine ya kuweza kukata mabarabara, lakini etape ya kwanza itakuwa kukata barabara hizo kubwa kubwa zinagabula muji. Alafu tutaendelea kisha wakati ya mvua ya mwezi ya 4 itatupatia kama vile mwezi mmoja, tutarudia sasa kukata ile manjia wanaita ma avenue. Hayo tutaweza kuendelesha wakati ya kipwa itakuwa ni mwezi wa 5 na mwezi wa 6. Yani tunajifixe projet haitaenda au-delà ya 6 mois. Ile 6 mois mtakuwa ndani kukata barabara, itakuwa ndani kujenga bilalo ya kuunganisha mabarabara, itakuwa pia kufanya forage juu ya mai, ifasilite watu waweze kupata mai, accès ku mai na majengo. Alafu kutakuwa etape yenye itakuwa inaweza kamata mwaka, watu wakianza kujenga ndio watakuwa na shida ya umeme. Tutajifunza pia wakati namna gani tunaweza kupata umeme hiyo wanatumia panneau solaire, na kisha pale tutadeveloper, tutakuwa plutôt pendant ile 3 mois wala 6 mois tutakuwa pia tunatengeneza mafasi ile wanaita ma besoin public, mani tutatengeneza maron point, tutazitengeneza, tutaziamenager, na kuna kwa fasi ya watoto kuchezea tutamenager pia, na mafasi ya kuvutia hewa kwa hiyo eneo. Au kuhusu kwa nini mradi huo umelenga maeneo ya Mongemonge, Kimanga na Kachungwe peke yake, kiongozi huyo amejibu yafuatayo. Njo fasi ya kwanza yenye iko vide menye inakuwa Mubaraka Centre, kwani hii tunaita kama vile quartier. Tunaweza ita lotissement, inakuwa espace kwenye hakuna watu wanaikala, lakini hii fasi kunakuwa deja watu wanaikala, lakini naomba kutarisha kwenye watu wengine wataongezeka. Lakini tutenda na etape par etape, kwani tunazala kila siku, tunakomala kila siku, na shida ya viwanja, shida ya maendeleo haitakuwa tu kwa watoto wamezalika leo, lakini itakuwa pia kwa watoto watakuja hata miaka 5, hata miaka 10, hata miaka 20. Na kwa upande wa wakahaji wa Kachungwe ambao watanufaika na mradi huo, wamedai kufurahishwa na kusema kwamba Mungu amesikia kilio chao, kwani maeneo hayo ni sehemu pekee ambayo inaonekana kudharauliwa hapa katika mji wa Baraka. Sisi tunaona sasa vile ni maendeleo mzuri sana hii village yetu ya Kachungwe pamoja na Kimanga. Juu tuko naishi humu mkachungwe, wazee wako humu, na wale tu wazee wako natoka mu Kachungwe. Unaona mzee anatoka hapa anaenda ishi kule Baraka. Akishi kule Baraka huku hivi kuna bakia pori. Sasa sie tunatafuta maendeleo nani yetu ya village yetu ya Kachungwe, juu na sie tusifike huko mbele tuonekana kama sie na sie tuko naikala mu vile ya Baraka.
Antuka inaweza kuwa kitu ya muhimu sana sisi watu wa Kachungwe au watu wa entreprise nani Tanganyika wafiki huku watukatima barabara, lakini sio kusema sema ilema kukati ilema barabara eti mwe nani mwe watu wa Kachungwe au wa Kimanga eti bana banyanganya ile maeneo. Hapana. Nitaweza kushukuru kwanza kwa hiyo shirika kutufikia na kia kutuonesha njia ya maendeleo. Kwa kweli hatukuwa tunayajua maendeleo, lakini kwa kuona hiyo shirika ya Tanganyika nafika, tunaweza kushukuru wakiwa na moyo wa kututengenezea, moyo mzuri usio wa unafiki, kwa sababu mlisema mtakata mabarabara, hamtatunyanganya bali mnakuja tu kututengenezea. Machache hiyo naweza nikashukuru. Wamama wengine nataka kuambia kweli mnyinyi wa mama tunafaa tushukuru maendeleo kwa kufika mkijiji ketu kia Kimanga. Nasema asante sana. Jambo la kwanza na washukuru sana kwa ujio wenu na kwa mradi wenu ambao mnatuletea. Siku nyingi sana tunakaa mpori, na sasa naweza sema kuna vijana na wazee kama mimi juu ya poli wanakimbia huko banamia Baraka. Na wakati sisi tunapokea mradi kama na huo wa maendeleo, nasema karibu na nafurahi sana. Nasema kama mwana yule moyo ya kweli, sio moyo unafiki wala kutudanganya, tunasema karibu. Kwa wababa unawaambia nini? Na kwa wababa wenzangu nasema kama tupokee na mikono miwili. Hii ni shukrani ambayo tunaweza sema kama inatoka kwa Mungu. Juu miaka mingi mpaka hivi nishikimu hiyo kimu, sikuwa najua kama hii Kimanga yetu inaweza kachoma barabara. Mwishowe, meya wa mji wa Baraka Mheshimiwa Jacques Mbochwa Hussein ameomba kwa wakahaji wa eneo kuto kupoteza fursa hiyo, kwani wakahaji wa eneo zingine za Baraka walitamani mradi huo ila zimekataliwa kwa kuto kukizi vigezo mbalimbali. Huyu hapa anaeleza katika lugha la Kibembe. Mifereji ile mangamanga ilani mishima ya ruhusu ilani mishima Muyengwe bakabantu kayuma mwetu barabara yuma bile monge ni bwana chula osa ila bili wabangati ngama yashi ila Kimanga hano au hivyo barabara taendelea, lakini mwenda mboka mule barabara chose chuba chaunganishiwa na kimishima yose kiwa yaunganishiwa na bilalo tale nibo eko kwa hiyo nuona be wabutansi awangine tuna osimona ambaka bilengi ambuka na mwais hele nibo ekwena bino mulela ekwena antal unda ekwena mbakaba wimone yake ete domeme iwikilile tal unda ekwena. Kwa hiyo mbakaba nasi awangine kwa mwana Ifahamike kwamba tayari kazi za kupima eneo hizo zimeanzishwa na hivi karibuni mashine kubwa zitawasili kwa ajili ya kupasua mabarabara. Tukiwa bado ndani ya mji wa Baraka, mratibu wa muungano wa mashirika ya uchukuzi SIAT Bwana Mkunji Elisha Lesempe pamoja na waendesha pikipiki 5 waliokuwa wameshikiliwa na vyombo vya usalama kufuatia siku 2 bila usafiri walioendesha kwa kuomba kuondolewa kwa kituo cha polisi barabarani cha Katanga, hatimaye wameachiliwa huru siku ya kwanza ya wiki tunayo mjini Baraka. Kwake mwakilishi wa SIAT Bwana Rashidi Juma Francisco ameanza kwanza kuonyesha namna ilivyokuwa kufikia kuwa kwa uhuru. Na huo mgomo ulikuwa wa siku 2 bila kazi, na kwa bahati mbaya kufungwa watu 6, na kwenye wale watu 6 kulikuwa kiongozi ambaye anaitwa Bwana Mkunji Elisha Lesempe, na wengine wa transportere walikuwa 5. Na kulingana na gisi iliweza tokea leo siku ya kwanza, vyombo vya sheria viliweza kuikala chini na kuweza kuangalia gisi gani wasaidie kwenye hili tatizo ambalo liliweza kulitokea baada ya kufanya mgomo wetu wa siku 2 bila kazi. Na baada ya kutatua tatizo, watu wetu waliweza kuachiliwa huru. Niliweza kuonesha kama walikuwa watu 6, na nikupenda kuonesha kwamba sisi kama vile
mashirika ya wachukuzi, tunapenda kuonesha kwamba sisi tuliweza kufanya mgomo wa siku 2 bila kazi. Tulikuwa tukiomba poste ya PCR ambayo imeweka Katanga kwa malengo ambayo sio mazuri iweze kutoka, na mpaka sasa hivi ile poste haijatoka, na sisi tunasema kwamba tutaendelea kulia kwenye viongozi, tutaendelea kudekrete ma action citoyenne mpaka pale tutakapopata suluhisho. Upande mwingine amesema ni lazima polisi wa usalama barabarani kutenda kazi kwa mujibu wa sheria, kwa sababu tuliweza kuonesha wakubwa kama kuna kibarua ambacho komisere provinciale wala polisi ambacho aliweza kukiandika kuonesha kwamba kwenye tarafa la Fizi kuko poste 5 ambazo zimebaki, maana kulikuwa poste 16 na akaweza kutoa poste 11 kukabaki 5, na zile 5 ambazo zimebaki sisi tunajua Baraka ni 1, Makobola 1 na kuendelea kwenye tarafa nzima, na ndio kwa maana sisi tunaonesha hatutokuwa tayari kuweza kuona ile poste ya Katanga ikiendelea kuwepo, na tunapenda kuonesha kwamba poste zote ambazo tuliweza kusema kama vile ile ya Rompwe ya PEB hatukuweza kusema kwamba kusikuwa warulaji, lakini tuliweza kuonesha kwamba warulaji wa kuwepo na wafanye kazi kadiri na sheria gisi nasema. Tulisema kazi ya rulaje sio ya kuweza kupercevare franka kwa poste. Kazi ya rulaje sio ya kutaxe franka kwa poste, lakini kazi ya rulaje ni kuweza kuregule circulation, ni kuweza kuonesha gisi gani transporter anaweza pita kwenye rompwe. Tukiwa bado ndani ya mji wa Baraka ni kwamba Jeshi la Taifa FARDC regimenti ya 2202 mjini Baraka limefaulu kumweka nguvuni mshtumiwa mmoja wa vitendo vya uhalifu Jumapili ya tariki 17 Machi mwaka 2024 ndani ya kata la Mwemezi. Kamanda wa kijeshi amesema mshtumiwa huyo ni askari jeshi wa taifa aliye hasi au deserter na ambaye ameshikwa na silaha moja. Katika mazungumzo na kamanda wa regimenti 2202 Kanali Banza Lukata Gabriel amesema askari huyo muasi alishikwa kupitia nguvu za kijeshi na hivyo anapatikana mikononi mwao kwa kusubiri hatua zingine za kisheria. Sheria hii masiku kuko babandi wenye tuko na shika na wengine tulikuwa tulishafasiria population yetu kupitia Radio Kivu. Pour le moment wale wenye kutenda maovu katika eneo hawako tu wabandi, wengine kuna na wengine wa majeshi wenye walishakimbia kikazi surtout kuma unité yenye ilikuwa ilishapita, anabakia anakuwa samkaaji na ile arme yake kaanza fanya kazi ya kunyanyasaji na kuiba na kukree usalama mdogo. Kukalite ya wenye tulikamata jana, kalite ya vile ya mtu mwenye alikuwa jeshi ya ima unité yenye baskari walishipitaka zamani, ile alikuwa alishafichama tena wako na utilize tenue militaire wakati ya maoperation, anavala tenue militaire complet na bere na vyote botini, unamwona kama kweli ni jeshi la taifa, kumbe ni muuaji, mnyanyasaji na mwizi. Ila jana Mungu alisaidia, tulimshika na eko mkasho hapa. Mipango ingine yake ya kumfuatilia itafuata baadaye. Na alipoulizwa kwa nini washtumiwa wahalifu wanapopelekwa kwenye vyombo vya sheria wanarudi baada ya muda mchache na kuendelea na vitendo vyao, amejibu yafuatayo. Ile kunivo yangu niko na limit, wakati nashika mtu sawa ule siwezi nikamuua, siwezi amuria. Kuna maamuzi ya mwisho tunamtumaka kwa echelon yetu, na njoo kule na shepeke tunakuaga surprise, unastukia mtu anarudia, hauko informe, haujui kenye kinachoendelea. Basi kazi yetu ya jeshi ni ya vozordre, sijue biombo ya sheria kama binaonaka namna gani kwa gisi kuachilia wahalifu sawa.
plenya iko, arme yenye alifanya nayo kazi iko. Sasa utatafuta preve ya modeli gani? Sijue kama kuna kuwaka maguye gani, sijue kama kuna kuwaka hali gani yenye nasababishaka wawachilie na warudie waendelee kufanya maovu katika eneo. Raia wengi wana reklame sana kufanyika kwa hatua ya bouclage katika mji wa Baraka. Kwa upande wenu kama arme, ni mpango gani mlionayo kwa sasa kuhusu hatua hii? Ile mipangilio itakuwa baadaye. Ile ni secret militaire, hatuwezi annonce, mais itakuwa. Mjiatandre kwa ile. Naendelea kushukuru raia na hivi natuunga mkono puisque mi peke siwezi, na tuendelee kutumika mkono kwa mkono juu ya kuhakikisha usalama katika eneo yetu. Pasipo kuungana mkono, raia njoo itaweza teseka na maalifu ya watenda maovu. Watu wawili akiwemo mwendesha pikipiki na abiria wake wameponea chupuchupu kufuatia ajali iliyoripotiwa kwenye daraja ndogo ya mto Simbi katika kijiji cha Simbi, sekta ya Mtambala, tarafani Fizi, siku ya Jumatatu ya tariki 18 Machi mwaka huu tunao. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Faliala Lengela Original, shuhuda wa ajali hiyo, anatoa picha halisi ya ajali ilivyojitokeza, huku akiomba kwa serikali ya DRC kufanya haraka iwezekanavyo kuzindua daraja kubwa lililojengwa eneo hilo. Mukilalo ya Simbi, ile deviation yenye balitia pale chini. Asubuhi verma saa 2 za asubuhi, kulikuwa motari alikuwa na abiria wake wa kike, mkupita kwa ile deviation ikamupose, ikamsumbua sana, akasumbulika kwa ile kilalo, akaanguka na pikipiki pamoja na ile mizigo ya abiria wake ikaangia ndani ya maji, na mpaka hivi watu wanahangaika zaidi sana sababu ya ile mizigo na pikipiki vyote vikaenda ndani ya maji. Habina hata muda ya kutoka kabisa. Tuliita watu, tulieseye namna yote ile wanadamu wanaweza fanya ili ile pikipiki pamoja na mizigo itoke. Haikuwezekana. Serikali, tulikuwa naomba serikali ya Kongo itusaidie ile kilalo ya mpya ambayo wameesha tujengea pale Simbi. Wapashu kuinogire, tukuwe napita pale juu ya ile kilalo, juu ile yenye tuko napita hako, s'il vous plaît, inaanza tusumbua sana. Mtu akikuwa na mizigo pale anahangaika zaidi sana. Mungu alisaidia, haikuwa kwa uwezo wao, ilikuwa kwa uwezo wa Mungu. Ila nao walikuwa hatima ya kufikia kuanguka ndani ya ile mtoni na wapate majeraha makali sana. Serikali ilishatusaidia kutujengea ile kilalo. Ijikaze sana, ijaze zaidi kabla hizi siku 2, 3, 4 ili wa transporter traversa en route Mwenga wakuwe napita kwa ile kilalo ya Kabambi. Itatusaidia zaidi. Hali ya usalama iko yenye kuridhisha katika eneo zimoja za Kilembwe ndani ya sekta ya Lulenge. Hivyo ni baada ya baadhi ya wakaaji kutembelea nao majambazi waliokuwa wakijihami kwa silaha na hivyo kufaulu kupora vitu mbalimbali mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza ya wiki tunayo tarafani Fizi. Kwake Abedi Sumbi Abdul, kiongozi wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge, ameanza kwanza kukemea kwa hali ya juu kitendo hicho, huku akitoa mwangaza juu ya hali ilivyokuwa hapa Kilembwe. Usiku wa kuamkia leo muda wa saa 3, saa 4 hadi saa 5 watu wanikushikilia silaha waliingia ndani ya mji wa Kilembwe, kuingililia watu ndani ya manyumba, kuiba watu, lakini hadi sasa hawajajulikana kama ni wanani. Utafiti ungali naendelea. Unaona silaha zinazagazaga, wabui waliingia na zao, hivyo tangu waingie na kutoka, hiyo hali ilikuwa haionekani kabisa, lakini tena hali hiyo tena inaanza onekana. Walipora watu wamoja ndani ya manyumba, na utafiti ungali naendelea, na wengine wachuuzi wanalalamika. Utafiti ungali naendelea, tutajua mambo mengine yote baadaye. Unaona matatizo, ndugu yangu, kusema kama ni wanani na wakina nani iko sawa vile vigumu, kwa sababu tangu hao wa vijana wetu wa autodefense wa sekta wa Wabuyu hawajaingia mle, hivyo vitendo tena vikuwepo kabisa, vikuwepo. Lakini kuingia kwao na kutoka kwao vitendo vinaanza sema tena vya hiyo aina.
hiyo lawama tunaweza tukaipeleka hizo ngambo, kwa sababu hiyo hali kabisa haikukua tena. Inaweza ikazorotesha hali ya usalama katika maeneo hayo ya Kilembwe, vitendo kama na hivyo. Ndivyo vinaweza leta hali ya ukosefu wa usalama. Kwa sababu gani? Haiwezi kawezekana autodefense kutoka msekta ya Wabuyu kuja ingia msekta ya Lulenge. Hiyo inaleta sitofahamu kabisa na hali ya mashaka ndani ya kabila hizo zote mbili. Hiyo hali haina hali nzuri kabisa, ni hali mbovu sana. Jeshi, unaona jeshi hapa Kilembwe liko chache sana. Jeshi linakaa chini, watu wanazagaa mwingine yote, na jeshi liko chini tu, tena jeshi chache. Wakati wanasikia hizo midundo zinalia, hakuna gisi askari hata toka usiku aende nafanya hiyo mambo apate mtu mwenye kupiga silaha. Alikuja fika na retari, watu wamekwisha enda. Risasi ilisikilika katika harakati hizo kabisa, risasi ilisikilika. Na sasa nampisha Sudi wa Sudi Valentine kwa habari za michezo. Asante Big Grace Pascal. Kwenye habari za michezo ni kwamba kutokana na kibarua nambari 0836 mkato CE mkato FI mkato namba 51 mkato 2023-2024 iliyotolewa na uongozi wa shirikisho la soka tarafani Fizi na Moja wa Baraka, imesema ya kwamba mechi mbili za Intercity zilizokuwa kwenye mpangilio wa kupigwa siku ya pili ya tarehe 19 Machi mwaka 2024 ndani ya Moja wa Baraka kwenye uwanja wa Maendeleo zimeahirishwa. Hivyo ni kutokana na baadhi ya vilabu ambavyo bado kuwasili mpaka sasa ndani ya Moja wa Baraka. Habari hii imehakikishwa na Bwana Salemo Santo wa Mwabi maarufu Magufuli, kiongozi wa shirikisho la soka tarafani Fizi na Moja wa Baraka. Machi ya Flambo na Saint Joseph kutoka pale Kilembwe, ijapo wanigongana benza wako munjia, itakuwa siku ya 4 bako munjia, watafika kesho, watapumzika 2 jours, wafanye nani waone kiwanja. Jeudi sasa soir ndio watapambana huko na 15h. Tumehamisha kwa sababu wenzao wako njiani. Kilembwe na hapa kuko 240 kama 250 km hivi kufika huko. Ni mbali sana. Nani waliomba kwa telefoni kusema kwa tuko munjia kiongozi, lakini kwa kusema tuze match tufike lundi au mardi, na hizi le même jour batize match watakuwa wamechoka. Na loi ina prevoir kama avant 48 heures bako na droit ya kunani ya kureklamer bairishe match, na ndio tuliarisha. Donc Flamboy ina droit kufanya vingine vyote vile, iongoje benzabu jeudi ndio wapambano, parce que najua banakaniana sana na walikuwa na lombe yo match meme wakati walikuwa hapa sisi tulikuwa mbatu watina Flambo. Na hivi sasa wakati mwafikia drone ambayo tulifanya pasi vote ilisema Flambo na watakutana pepe tena mboko siporo watakutana, donc ni vi sio mimi. Fahamu ya kwamba mechi ambazo zilikuwa kwenye mpangilio wa kupigwa zilikuwa mechi kati ya FC Achimu kutoka huko Nyange kwenye sekta ya Nganja ambao wangepambana dhidi ya Dese Mapendo ya huko Kaseke majira saa 7 kamili za mchana, na mchezo wa pili ulikuwa kati ya Saint Joseph ya huko Kilembwe ambao wangekata mchezo wa fitna dhidi ya FC Flambora. Na ni rasmi sasa mechi hizo zitapigwa ifikapo siku ya 4 ya tarehe 21 Machi mwaka 2024 kwenye uwanja wa Maendeleo jijini Baraka. Vile vile kibarua hicho kimeendelea kusema ya kwamba klabu ya AS Manga kutoka Kilembwe imedai kuondolewa kwenye michuano ya Intercity even kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha. Kumbuka ya kwamba klabu hiyo ilikuwa kwenye kundi la 3 pamoja na klabu ya CS Vijana Prestige, FC Amira na FC Orange, na sasa klabu hiyo ya AS Manga nafasi yake itachukuliwa na klabu nyingine. Naweka nukta kwenye habari za michezo. Big Grace Pascal. Msikilizaji, endapo ndo unajiunga nasi, unasikiliza vema uchambuzi wa habari zetu toka idhaa ya Kiswahili ya redio ya kijamii Kivu Baraka kwenye masafa FM kupitia metabendi ya 93.0. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tuangazie uchambuzi huu na ukurasa wa habari za kitaifa. Kule Kinshasa ni kwamba askofu mkuu wa kanisa la Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kardinali Fridolin Ambongo, ametaja kutoridhishwa na uamuzi wa serikali ya nchi hiyo kuhusu kurudisha kwa adhabu ya kifo kwa wasaliti. Huyo anadhani kwamba wasaliti wengi ni wale walioko madarakani na uamuzi huo utapelekea kurudisha mambo nyuma. Ripoti ya mwenzetu Baomesa Di François inaangazia zaidi. Uamuzi wa serikali ya DRC kurudisha adhabu ya kifo kwa wanajeshi wasaliti nchini humo waendelea kuzua maoni tofauti miongoni mwa viongozi mbalimbali.
baada ya mtazamo wa Denis Mukwege, Jean-Marc Kabun na wengine. Imekuwa sasa zamu ya Kardinali Fridolin Ambongo wa Kinshasa, ambaye amesema hatua hiyo inapelekea DRC kurudi nyuma. Kwa mujibu wake ni kwamba wasaliti wakubwa nchini ni wale walio madarakani. Hapa namnukuu, ni hatua ya kurudi nyuma. Sioni kama serikali inayowajibika kweli inaweza kutumia chaguo kama hilo kuwaadhibu watu ambao watahitwa wasaliti. Kwa sababu maana ya neno wasaliti lazima kwanza tukubaliane kulihusu, na ninapoangalia hali halisi ya nchi yetu ya Kongo, wasaliti wakubwa ni wale walioko madarakani. Kwanza pale wanapokosa kutumika maslahi ya wananchi, wao ndio wanapaswa kuanza kuchukuliwa kama wasaliti, kwa sababu hawatendi kazi kama mapasho yao inavyosema. Ameyasema hayo huku akipinga kile ambacho ameita jambo lisiloeleweka kwa kulipiza visasi kupitia njia ya kisiasa. Katika barua yake ya tarehe 13 Machi iliyoelekezwa kwa rais wa baraza la juu la mahakama, kwa mkuu kiongozi na mwanasheria mkuu katika mahakama ya utenguzi, kwa mkuu kiongozi wa kwanza wa mahakama kuu ya kijeshi na kwa mkaguzi mkuu husika na hesabu kwenye jeshi la taifa FARDC, waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Rose Mutondo alitoa hoja juu ya uamuzi huo wa serikali kwa lengo la kuliendesha serikali la wasaliti wa nchi yetu kwa upande mmoja na kuzuia kuibuka kwa vitendo vya kigaidi na ujambazi wa mjini unaosababisha vifo vya watu kwa upande mwingine, ikiwa katika lengo la kutekeleza uamuzi uliochukuliwa wakati wa mkutano wa kawaida 128 wa baraza la mawaziri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tuangazie ukurasa wa habari za kimataifa. Kule nchini Burundi ni kwamba serikali ya nchi ya Burundi imeonya kuwa itawaadhibu watakaokamatwa wakipelekwa biashara nchini Rwanda na kuwaita kama adui wa nchi. Ameyasema hayo mkuu wa Chibitoke Kareme Bisoza wakati akizungumza na wakuu wa wilaya, madiwali na wenyekiti wa mkoa huo unaopakana na nchi ya Rwanda. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Danieli anaripoti kamili. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Chibitoke Kanali Karebe Bizoza wakati mkutano wa wilaya, madiwali na wenye viti katika mkutano ambao umefanyikia wilayani Mugina mkoani humo. Ujana ibintu mu Rwanda atujanayo anayepeleka bidhaa au biashara yoyote nchini Rwanda ni adui wa nchi. Hatuna uhusiano wote na Rwanda ambayo imewahifadhi waasi ambao walikuwa wanataka kuturudisha kwenye vita. Lakini hayo yote yanatokana na viongozi, kwa sababu haiwezekani kila siku biashara inapeleka Rwanda bila ninyi kujua. Iya kukamata bidhaa kila siku, kwa siku zijazo tunakwenda kuwageukia ninyi, maana mnajua kila njia wanazozitumia. Endapo hatutawaadhibu na ninyi, kahawa yote itaisha Rwanda. Na basanzwe bagiye murabana n'abakorera ko muri iyi ikawa yose muzorunga mu Rwanda. Hata hivyo mwenyekiti wa kijiji cha Mugina amefahamisha kwa mara nyingi biashara hupelekwa na watu wenye nguvu serikalini na kushinda kuadhibiti kwa kuogopa kuuawa. Magushika uyu munsi tutajafite ikibazo kijanye nuko hadi kufikia sasa tuna changamoto kubwa katika kazi zetu, kwa sababu unaweza kukamata biashara ambazo zimeingia kutoka Rwanda ukajikuta umejiingiza kwenye matatizo. Kwangu hata mlango wa nyumba ulivunjwa baada ya kukamata biashara za watu, na isitoshe pia hata wanaokamatwa wakifungwa ndani ya siku 2 wanakuwa wapo uraiani. Nabafashwe nambara umwanya umemara ko bandi bose bagibivuga. Wananchi wa mkoa huo wamesema kuwa hatua hiyo ni kama kuwafungia mikono nyuma, kwani ndipo walipokuwa wanatoa fedha kwa ajili ya kuzendesha familia zao. Wameutaka uongozi wa Burundi kuifungua mipaka dhidi ya Rwanda iliyofungwa mwanzoni mwa mwaka huu, Gitega ikinyosha Kigali kwa kuwaficha waasi wa Burundi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na sasa ni ripoti za waandishi wetu kule jimboni Kivu ya Kaskazini. Upepo mkali uliovuma ndani ya uwanja wa Ruhenda jijini Butembo ulipelekea ndege ambayo ilikuwa na abiria 16 kupoteza mwelekeo. Taarifa tunazo ni kwamba hakuna maafa yoyote ya kiutu yaliyoripotiwa licha ya ajali hiyo. Zangosu Moviswa kutoka Butembo anaripoti kamili. Bwana Katembo Masali Fidel, kiongozi wa RVA Butembo, amesema kwamba ndege ilikuwa ikiwachukua watu 16 na mapilot wawili.
Habari ni kwamba hakuna mtu aliyefariki ndani ya ndege, ila ndege yenyewe ndiyo iliharibika, jinsi vile alivyohakikisha Katembo Masali Fidel. Upepo mkali kunako uwanja wa ndege Ruenda katika mji wa Butembo ndiyo chanzo cha kupoteza barabara ambayo pilot angelipita muda wa kutoa. Shirika la raia katika mji wa Butembo limesema kwamba kulingana na hii ajali, viongozi mji waone nini cha kufanya ili kuhamisha uwanja wa ndege na kuupeleka mbali na raia katika mji wa Butembo. Jona Kameta, mwenyekiti wa shirika la raia: watu ambao wanajenga pembeni ya ile aerodrome wanakuwa mumariske, wa militari ambao wanasekirize hii aerodrome nao vile wanakuwa kunako mariske ambazo zinapeze sana. Lakini kuhusu wakaaji, tunawaza kama waongozi wangeliona nini ya kufanya kusudi hiyo aerodrome iweze kukuwa delocalize, paske wakati inakuwa katikati ya waraia inakuwa mariske zengi, paske pare vraiment miracle ke hiyo riski na imeweza kuwa epargne. Me imagine par exemple ingelienda inapitia kwa watu, tungeliweza kupoteza watu wengi, et que donc wa autorite wangelekamata mameziri mbele ya muda, paske kulikuwa projet ambayo ilikuwa kunako Matembe na waliweza anja huko hiyo aeroport, lakini tumekosa juu ya nini wameweza kuarete hizo maoperation, paske wakati unafika Matembe utaweza kujirendre compte ke mwa hiyo nafasi watu wanakuwa wachache. Butembo, Nzangosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Na ni kwa ripoti hiyo ya kwake Zangosu Muviswa kutoka Butembo ndiko naweka nanga uchambuzi wa habari. Jina langu ni Grace Pascal, ufundi wa mitambo ni wake Antoine Malashi. Sina la ziada, chao. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.